Ati Ganze mnasemaje? Ati Kilifi mnasemaje? Ati Kilifi mnasemaje? Wapi tutam ya Kilifi na Ganze nione? Good evening watazamaji na karibuni ili tuendelee na uchanganuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya. Na watazamaji, kwa siku ya tatu sasa William Samoei Ruto baada ya kutoka ugaibuni amekuwa kule mkoa wa Pwani ambako amekuwa akiendelea na ziara zake za kisiasa, maendeleo na kuendelea kupigia debe hiki chama cha UDA kiweze kupata muhula wa pili kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Lakini watazamaji wangu, mambo kwa ground yanazidi kuwa magumu kwa William Samoei Ruto. Kabla sijawafahamisha kwa kiundani kuhusiana na masaibu ambayo yanaendelea kumwandama William Samoei Ruto pale ground, ningependa kuomba mlike video na pia msubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo mko kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na watazamaji, wakati William Samoei Ruto anaendelea na ziara zake za kisiasa pamoja na maendeleo kule mkoa wa Pwani, kwa upande mwingine watazamaji wangu, wa Kenya wameamua tena kurudi kwenye maandamano. Na Jumatatu hii ambayo inakuja watazamaji wangu, wananchi wanasema kwamba watakuwa wanapinga kuongezwa kwa bei ya mafuta, ambapo tuliweza kushuhudia ongezeko la bei ya petroli ndio ilikuwa juu zaidi, alafu ambapo tuliweza kushuhudia vile ambavyo diesel ilikuwa juu zaidi, alafu ikafuatiwa na petroli. Katika historia ya Kenya watazamaji wangu, hatujawahi kushuhudia ongezeko la bei ya mafuta kama vile ambavyo tunashuhudia sasa hivi chini ya serikali ya Kenya Kwanza. Hapo awali serikali ilisema ya kwamba imeteremsha bei ya diesel na shilingi 10 na ikaongeza bei ya mafuta taa na shilingi 38. Lakini unaona, hata baada ya matatu operators kuingia kwenye maandamano bado hakuna lolote ambalo limeweza kufanywa. William Samoei Ruto alipotoka ugaibuni alikuja na kutangaza akisema ya kwamba katika ile cycle nyingine mwezi ujao wa sita watakuwa wanaangalia vile ambavyo watapunguza bei ya diesel kwa shilingi 10 tena, sio sasa hivi. Sasa unaona watazamaji wangu, tumepewa promise ya mwezi ujao ambao hatujui hali itakuwa namna gani. Hata pengine ndio vita vitakuwa vimezidi kule Iran ambako ndio mafuta yetu tumekuwa tukiyachukua. Sasa William Samoei Ruto aliwaambia wananchi wasubiri mpaka hapo mwezi wa sita tarehe 14. Lakini wananchi watazamaji wangu wanasema huko ni mbali sana. Kwa hivyo hii wiki ambayo tunaamkia huenda kuna maandamano makubwa ambayo yatakuwa yanashuhudiwa kwenye miji mikuu. Sasa ni abiria, sio tena matatu operators ambao walikuwa wamegoma hapo awali. Abiria ndio wanaingia kwenye maandamano ili waweze kupinga ongezeko la bei ya mafuta, kwa sababu imeweza kuongeza bei ya kila kitu, bei ya usafiri, bei ya bidhaa kama ni gas, bei ya unga, bei ya sukari, bei ya stima. Yani hii bei ya diesel ikiguzwa watazamaji wangu, imefanya kila kitu kiweze kupandisha bei. Sasa watazamaji wangu, William Samoei Ruto akiwa kule jijini Mombasa, naona mambo sasa hivi sio kama vile ambavyo ilikuwa hapo awali. Kule Kilifi, kule Mombasa pamoja na kule Kwale, unaona ya kwamba kipindi hiki wananchi hawajitokezi kwa wingi kama vile ambavyo walikuwa wanajitokeza kwenye mikutano za William Samoei Ruto. Kwani watu wako wapi? Ama wanaendelea tuna biashara zao za kawaida. Unajua wananchi wamekata tamaa na hii serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu wamekuja kuiona ni serikali ya kupeana tu ahadi, ni ya promise baada ya promise. Sasa leo ameenda kule na kutenga tena na kupanga mabilioni ya pesa. Tutafanya hili, tutatengeneza affordable housing, tutatengenezea mama mboga, tutatengeneza watu wa bodaboda. Hayo ndio mambo ya kawaida ambayo hii serikali imekuwa na mtindo wa kuahidi wananchi wakati inaingia ground. Na sasa kule mkoa wa Pwani watazamaji wangu, kipindi hiki sijui itakuwa vipi, kwa sababu kule tunajua zimekuwa ngome za ODM. Lakini unaona sasa hivi ODM na UDA wamekuwa kitu kimoja. Sasa ni kupigania hizi kura za coast waweze kuzipata na kuziweka kwenye kikapu kimoja kabla ya mwaka wa 2027. Lakini inazidi kuwa kibarua kwa William Samoei. Tunataka niwapatie fursa watazamaji wangu muweze kujionea vile ambavyo William Samoei Ruto amepokelewa siku ya leo kule Kwale na Kilifi, na akona mambo gani ambayo anazidi kuwapanga ataendelea kuwafanyia wananchi. Na je, hili swala la ongezeko la bei ya mafuta atalishughulikia vipi, kwa sababu bado linazidi kufanya gharama ya maisha izidi kupanda na mwananchi wa kawaida azidi kuumia zaidi ili kukimu maisha yake ya kila siku. Kabla sija kuweka video mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena jiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Ama mnataka wale wa jamaa wana agenda wakuja watusumbue hapa na ukabila? Mnataka wakuja watusumbue na ukabila? Si mumesikia ati wamesema nyinyi hamuna share?
Wale watu wako chini sana bana. Sijui kama tunaelewana. Wale watu msijali na wao, hawana mpango, hawana sera, ni watu wa ukabila na chuki, na ni watu ambao hawana mpango yoyote. Ama ati ile kazi kubwa wamefanya hii dunia, mtawasikia watakuja hapa watarandaranda hapa. Ati kazi kubwa wamefanya, ati wamenitafutia jina ati Kasongo. Ati hiyo ndio kazi kubwa wamefanya. Wale watu ni mafala sana bana. Wako chini. Sasa niwaulize nyinyi Sasa niwaulize nyinyi watu wa Ganze. Wale jamaa kupanga barabara hawawezi. Kupanga stima kama hii hawawezi. Kupanga soko kama hii hawawezi. Kupanga masomo ya watoto hawana mpango. Kupanga mambo ya matibabu hawana mpango. Ati agenda hawana. Sera hawana. Maono hawana. Mpango hawana. Agenda, sera, hata akili. Wale wako chini sana bana. Wala watatupotezea wakati. Ganze hoye! Kwa hivyo Ganze mnasemaje? Ati Ganze mnasemaje? Ati Kilifi mnasemaje? Ati Kilifi mnasemaje? Wapi tutam ya Kilifi na Ganze nione? Salala. Nasema tuendelee. Haya, niko hapa na ndugu zangu. Niko hapa na viongozi wengi, si ndio? Si mnataka kuwasikiza dakika moja moja? Wacha nimuite Ali Hassan Joho atusalimie. Waziri wangu wa Blue Economy na Mining. Ganze mambo. Muko ngangari. Muko ngangari kinoma. Kama ni noma noma. Kama ni mbaya. Kama ni noma. Tunaonyesha rais alama ya tutam. Mheshimiwa. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujisikizia, William Samoei Ruto bado akona mipango na watu wa kule Coastal Region ama kule mkoa wa Pwani. Atazidi kuwafanyia maendeleo na kikubwa zaidi anawaomba kura. Unajua hii mikutano ya William Samoei Ruto siku hizi unaona sio mikutano ile ya kawaida. Pale unaona ni UDA tu ndio imejaa, kuna kofia, kuna t-shirt. Sasa unashindwa ni siasa, ni maendeleo ama ni kipi haswa ambacho William Samoei Ruto anakifanya pale ground, kwa sababu kwa asilimia kubwa unaona ni tutam ndio inauzwa pale. Wanauza agenda za mwaka ujao. Unajua kitu ambacho kimeanzishwa sasa hivi kiwezi kukamilika mwaka ujao. Hiyo inamaanisha kwamba kitu ambacho William Samoei Ruto atakianzisha sasa hivi, iwe ni mradi barabara, hiyo ndio itatumika kuitisha kiti chingine pale mwaka wa 2027 ndiposa aweze kukamilisha haya mambo yote ambayo amekuwa akipanga na kuwatengea wananchi. Na kwa mimi watazamaji, lakini wewe mtazamaji wangu, kama uko kule mkoa wa Pwani, Mombasa, kule Kilifi, Kwale, sijui hali iko namna gani? Ground wanasema 2 term ama ni 1 term? Niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu. Na kabla sijatamatisha, ningependa kukumbusha tena jiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msana bado watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na habari zaidi za kuwafahamisha.